Jambo sana mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yangu wewe ni mzima afya popote pale ambapo unaendelea kutega sikio kwa taarifa zetu za asubuhi ya leo ya tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2025. Tunaendelea kutolea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na basi kama ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, tunakuomba kufanya kitu kimoja mpenzi msikilizaji, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Na kama tayari umeshafanya hivyo, basi acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi na zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Basi jina ni Itelo Jelulonga na kukaribisha kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa makala hii ya asubuhi ya leo ya tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2025. Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku ya Alhamisi, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi alifanya mkutano na gavana wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi katika jiji la Umoja Afrika mjini Kinshasa. Mazungumzo yao yalilenga katika tathmini ya hali ya usalama na mikakati ya kukubaliana na mzozo unaoendelea kati ya eneo la mashariki mwa nchi. Kulingana na gavana Purusi, agenda kuu ya mkutano huu ilikuwa kujadili mabadiliko ya hali kwenye medani ya vita na mazingira ya kazi ya vikosi vya usalama. Alitoa hakikisho kwamba jeshi la taifa la FARDC kwa usaidizi na wazalendo linafanya kazi wema katika mapambano. Gavana alieleza kuwa Rais Tshisekedi amezamiria kumaliza janga la mateso lanayo wakabili majimbo mawili ya Kivu na Kivu Kaskazini. Alisisitiza kuwa mkuu wa nchi amehakikisha kuwa vita viko karibu kumalizika, akionyesha matumaini katika juhudi za kidiplomasia. Hii inajumuisha kusukuma mbele diplomasia ya nguvu na uwezekano wa kusainiwa kwa makubaliano ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Katika ujumbe wake kwa wananchi wa Kivu, Gavana Purusi aliwasilisha faraja kwa wale wanaoteseka kutokana na ukatili unaofanywa na kundi la waasi wa M23 ambalo alitaja kama washiriki wa Rwanda. Alitangaza kwa jimbo lake linaendelea nyaraka za kuwakilisha mashtaka dhidi ya viongozi wa Rwanda na washirika wao katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ili kuwajibishwe kwa ukatili uliofanywa. Zaidi ya hayo, alitangaza kuwa Rais Tshisekedi ameamua kuchukua hatua za kuboresha hali ya maisha ya wanajeshi na vikosi vya usalama vinavyopigana mstari wa mbele. Gavana Purusi alitimisha kwa kutoa salamu za rambirambi kwa familia za wanajeshi waliofariki vitani na kwa raia wasio na hatia ambao wamepoteza maisha kutokana na uvamizi aliohusisha na Rwanda kupitia kundi la M23. Le point sur la situation sécuritaire, économique et politique de la province du Sud Kivu. Depuis que nous avons déplacé la capitale provisoirement de la province du Sud Kivu vers Uvira, lorsque l'ennemi, le M23 appuyé par le Rwanda, a occupé la ville de Bukavu. Donc on a fait le point, on a essayé de discuter sur l'évolution du front, de la ligne de front. On a, sur les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, on a vu que les mesures que le président de la République a prises par rapport à la situation sécuritaire sont salutaires. Nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien avec l'appui de nos jeunes patriotes, notamment les Ouazalènes, dont nous sommes très contents. Nous avons fait le point par rapport à ça. C'est un message de réconfort. Tout d'abord, nos sincères condoléances aux jeunes frères et sœurs qui sont tombés sur les lignes de front, aux victimes des violations massives des droits de l'homme. Comme vous le savez, on est en train d'enterrer vivants, de tuer, de violer des femmes et des enfants. Nous venons d'avoir encore une fois l'incident qui s'est passé dans la commune de Kadutu, plus précisément dans le quartier de Founou. Il y a quelques jours, lorsque le M23 a tiré à bout portant sur des civils qui n'étaient pas du tout violents. Donc c'est un message de condoléances au nom du président de la République. Aussi sa détermination à stopper cette souffrance
la spirale de la violence qui continue de la part du M23. Nous lui avons rapporté que nous avons dénoncé ces violations des droits de l'homme auprès de la Cour pénale internationale et des organisations comme Amnesty International qui viennent de publier un rapport pointu sur ça. Et nous avons préparé des dossiers pour que la CPI se saisisse du dossier du Nord et du Sud Kivu afin que ces coupables, donc ceux qui violent les droits de l'homme, le M23, appuyé par le Rwanda, leurs complices congolais, soient traduits devant les juridictions nationales et internationales, notamment à la Cour pénale internationale. C'est aussi un message pour dire que la guerre est bientôt derrière nous. Le président de la République déploie une diplomatie offensive, nous le voyons tous, et que bientôt il y aura la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et nous tenions vraiment à soulager, donc il n'y a aucune souffrance qui n'a pas de fin. Même le déluge a eu la fin. Et aujourd'hui, la guerre mondiale a eu aussi la fin. Je tenais à dire au Sud Kivusiens, au Nord Kivusiens, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a amélioré les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, a décidé que assez c'est assez. Et donc, grâce à la diplomatie offensive, grâce à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos éléments armés, de nos forces, eh bien, la guerre est derrière nous. Acha niendelee kusema asante sana kwako wewe mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info ambao ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa makala yetu ya asubuhi ya leo. Basi ningekuomba tu kitu kimoja mpenzi msikilizaji na mtazamaji, usikose kutoa maoni yako. Unaweza ukatuandikia kupitia namba zetu za WhatsApp ambazo ziko hapo, au vile vile unaweza kutoa maoni yako kupitia hata section ya comment hapo chini, na hii rahisisha na kujua umepokeaje vipi matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2025. Na basi tu kama ndio ilikuwa mara kwanza unasikiliza unatizama habari zetu kupitia mtandao wa YouTube, na kuomba kufanya kitu kimoja mpenzi msikilizaji. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Na kama tayari umeshafanya hivyo, basi acha niendelee kusema asante kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Mimi langu jina ni Ite Eloge Lulonga, na basi nikwambie tukutanane baadaye kwa taarifa zetu zingine za mchana. Bye bye na mchana mwema na asubuhi njema kwako.